Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko tayari kwa ajili ya neno? Amen. Andika kichwa kinasema umuhimu wa nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Tuko kwenye kingdoms, kwenye ufalme wa Mungu. Na kumbuka kwamba kuna falme mbili zinazoshindana. Na hizi falme mbili zinazoshindana ni ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Unajua haya yote. Na ili uweze kushinda kwenye falme yoyote ile, lazima uwe na nguvu. Lazima uwe na nguvu. Tuna operate kwenye kingdom of power. Kwa nguvu ya Mungu ni lazima kwenye maisha ya kila mtu. Kila mtu unahitaji nguvu ya Mungu kwenye kila unachokifanya. Kwenye ndoa yako mwana wa Mungu unahitaji nguvu ya Mungu. Kwenye biashara yako unahitaji nguvu ya Mungu. Kule ulikoajiriwa unahitaji nguvu ya Mungu. Kama ni mifugo, kwenye biashara, chochote unachokifanya unahitaji nguvu ya Mungu. Hauwezi kuoperate na kutawala na kumiliki bila nguvu ya Mungu. Uko mahali hapa ni mtumishi wa Mungu na huduma, unahitaji nguvu ya Mungu. Hii nguvu ya Mungu ni kitu gani? Kwanza, nguvu ni kitu gani? Nguvu ni uwezo wa kufanya jambo fulani. Ni uwezo wa kufanya jambo fulani. Kwa hiyo tunaposema nguvu ya Mungu, maana ni uwezo wa Mungu wa kufanya jambo fulani. Kwa hiyo tunaposema mtu ameingiliwa na nguvu ya Mungu, maana yake huyu Mungu ana uwezo wa kufanya mambo fulani kama Mungu anavyofanya. Na tunajua kwamba Mungu anapofanya mambo yake hafanyi kwa namna ya kawaida. Hii dunia imeumbwa na Mungu, si ndio? Tunaona kuna jua liko pale. Sio misuli ya mtu ambayo mtu amekula akapata misuli akaenda akalibeba jua akalipachika pale. Mpaka leo unaweza kujiuliza hili jua limefikaje hapa? Hii dunia imekuaje hapa? Sasa ukitaka kuitafakari nguvu ya Mungu, hapo nimekupa kwa kidogo tu. Ukitaka kuitafakari nguvu ya Mungu utaimaliza. Jiangalie wewe mwenyewe. Jishangae wewe mwenyewe. Wewe ni nani? Ulikuwa mdogo, kwanza ulikuwa tumboni kwa mama yako, ukatoka ukatembea, sasa hizi mtu mzima. Hizo ni nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Mungu zinapooperate ndani ya mtu, huyo mtu anakuwa sio mtu wa kawaida. Nguvu za Mungu zinapoingia kwenye biashara yako inakuwa sio ya kawaida. Lakini Wakristo wengi sana sasa hivi tunafanya below average. Alafu tunaridhika. Yaani sisi Wakristo tunaridhika. Huko kwenye biashara, watu wengine ambao hata sio Wakristo wanakupita kwa sababu kuna nguvu zao wanazoziamini ambazo sio za Mungu aliye hai. Wanakupita wewe kwa sababu hujajua kuoperate in the power of God. Lakini wewe kama ni mmiliki, kama neno linavyosema, na mtawala, unatakiwa uwe juu zaidi ya hizo business za wengine ambao hawamjui Mungu, ambao hawajaokoka, ambao sio Wakristo. Lakini kuangalia kwenye list za wafanyabiashara, utaona sio Wakristo ndo wako kule juu. Wakristo ambao wanatakiwa watembee kwenye power of God, hawajui nguvu ya Mungu, hawajui namna ya kupata nguvu ya Mungu, hawajui namna ya kuchochea nguvu ya Mungu, hawajui namna ya kutembea kwenye nguvu ya Mungu ili biashara zao zipande, excel. Angalia makazini. Watu wanaoonewa ni Wakristo. Wakristo wengi sana mnaonewa. Kuna watu mlitakiwa mpandishwe kwenye vyeo fulani, lakini mpaka leo mko mnalia. Nimekwambia mpaka ofisini unahitaji nguvu ya Mungu, power of God, power of God kila mahali unakoenda. Kila unachokifanya kinahitaji nguvu ya Mungu. Kama unaimba ni mwimbaji, unahitaji nguvu ya Mungu. Lakini sasa hatuijui nguvu ya Mungu. Hatujui nguvu ya Mungu inafanyaje kazi. Kwa nini unaishia kwenye madeni? Kuna nguvu ya Mungu imekosekana. Ipo nguvu ya Mungu imekosekana. Kwenye ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaposema huyu anatembea kwenye nguvu ya Mungu, maana yake anatembea kwenye uwezo kama wa Mungu. Anafanya mambo ya kushangaza. Watu watashangaa huyu anafanyaje biashara? Mbona huyu anapandishwa tu cheo? Mbona huyu anapandishwa tu mshahara? Mbona huyu tu mifugo yake inakuwa tu? Mbona huyu kuna namna, yani ukiwa unatembea kwenye nguvu ya Mungu, tutakuona. Tutasema huyu anaye Mungu. Tutashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unahitaji nguvu ya Mungu kwenye kila unachokifanya. Neno linasema utajiri
heshima, furaha, amani. Hivyo vyote vinahitaji nguvu ya Mungu. Mamlaka, kibali, utawala, ndoa, ulinzi. Yaani hapa nikisummarize leo sema maisha yako yote yanahitaji nguvu ya Mungu. Unatoka hapo unatembea hata ujielewi. Au juu kama unaweza kukutana na ajali pale, ni nguvu ya Mungu peke yake ndio inaweza kukusaidia, kukuepusha au kukuokoa na hiyo ajali. Kwa unahitaji kutembea na nguvu ya Mungu 24/7. Yaani wewe mwenyewe uhakikishe kwamba nguvu ya Mungu ipo na uweze kujitathmini mpaka ujijue kwamba sasa mbona kama naona sina nguvu ya Mungu. Unajua, unajielewa, unaelewa, ukiamua unaelewa kabisa sasa hizi kuna kitu kimepungua. Mbona kama Mungu hayuko na mimi? You know. Si unajua? Yeah. Sasa ukishajua usichelewe. Yaani sasa hiyo tafuta nimepungua wapi? Kitu gani kimepungua? Mbona kama sina nguvu ya Mungu? Afu usiridhike na nguvu ya Mungu uliyokuwa nayo. Yaani kila siku taka kupanda zaidi. Amen. Kama kwenye biashara yako tumesha kuona, sasa wewe tunakuita ni milionea, ndani mwako kuwa na shauku ya kuwa bilionea. Umeshakuwa bilionea, ndani mwako kuwa na shauku ya kuwa. Mbona mmenyamaza na wakati nyinyi ndio watu wa Kiingereza? Kuwa nani? Trillionaire. Kuna watu hapa wanashangaa ni kama vile mashikolo mageni. Usishangae, utafika huko. By the power of God utafika. Wewe sio mtu wa kawaida. Usichukulie kawaida. Umesikia Helena? Wewe ni sio mtu wa kawaida. Yes. Inaanza na ukiri ndani mwako. Amen. Amen. Hallelujah. Wewe sio mtu wa kawaida. Lakini huu kutokuwa kawaida, huwezi kufika kwa kawaida, lazima nguvu ya Mungu ihusike. Amen. Ndio maana Mungu ameachilia hili neno ujue hii nguvu ya Mungu naipataje? Tutajifunza hapa, tutaona unapataje nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza 4:20. Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 20. Unasemaje? Maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Rudia. Maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Anasema maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. So you need power. Unahitaji nguvu. Kuna sehemu kwenye ulimwengu wa roho panaitwa marketplace. Pako busy au sokoni, labda nikitafsiri. Sokoni tunajua kama sokoni ni sehemu ambayo wauzaji na wanunuaji wanakutana. Kuna watu wanaenda kununua, kuna wengine wanakuja kununua. Kuna watu wanaenda kuuza, wengine wanaenda kununua. Kwa ni sehemu ambayo iko busy, na atakaye chukua market share kubwa sokoni ni yule ambaye ana nguvu. Mwenye nguvu ndiye anayechukua market share kubwa. Sisi nikisema market share kama mnanielewa. Kwa mfano uko sokoni, sio hata mtoe mfano gani rahisi. Lakini mnanielewa nikisema market share? Amen. Kwa mwenye nguvu ndiye anachukua market share kubwa. Lakini sasa sisi market share kubwa zimechukuliwa na watu wenye nguvu za upande wa giza. Nguvu za upande wa giza ndio wamechukua market share kubwa. Sisi wametuachia tena tunagawana yani kwa shida, yani wa Kristo tunaenda kwa shida. Kwa shida. Tena waliookoka ndo kabisa. Kwa nini biashara yako inashindwa ku excel? And you have the power. Na una nguvu ya Mungu. Kwa nini unafanya kwa kawaida? Wakati nafundisha nataka ndani mwako huku kuanze kuwaka moto. Kwamba chochote unachokifanya, yani kuanzia hapa ukitoka saizi, ukakifanya kwa namna ya tofauti. Tena utembee kifua mbele kabisa. Amen. Wewe unapika keki. Wewe si unauza nguo. Wewe si una biashara daladala. Sio ni Bolt. Sio Uber. Unasuka nywele. Biashara yoyote unauza, sio vyombo. Chochote unachokifanya. Wakala, wafugaji, wakulima,
Yaani hata kama unafuga kuku, usifuge kwa namna ya kawaida. Kwa sababu Mungu si wa kawaida. Nguvu yake si ya kawaida. Kwa hata kuku hatakiwi kuwa kuku wa kawaida. Amen. Unalima maparachichi. Kakaangu mwambie bado unalima maparachichi. Yeah, baba. Tunataka kuona maparachichi yaliyoshiba ambayo una transport nje ya nchi au umeishia soko kuu. Bado, lakini nafikiri baada ya miaka 2-3 naweza kufanya exportation. Mungu anaweza kufanya hata nusu ya hapo. Amen. Wewe sikiliza neno afu nenda nalo. Amen. Anafanya isiyowezekana kawezekana. Amen. Yes, kwa usimpangie wala usimpe namna ya dunia hii inavyosema. Nguvu ya Mungu ina penetrate sehemu yoyote. Nguvu ya Mungu ina break laws. Amen. Nguvu ya Mungu vunja utaratibu. Unaweza kuingia sehemu ambayo ukupaswa kuingia. Amen. Unaamini? Amen. Sisi ni mashuhuda wa hichi tunachokifundisha. Sisi ni mashuhuda wa hiki tunachokifundisha. Kuna sehemu tulikuwa tunahitajika kupata kitu ambacho ni cha muhimu kwenye huduma yetu. Na kulikuwa na kinatakiwa requirement ilikuwa inatakiwa sisi hatuna. Moja wapo ambao ni muhimu sana. Lakini ukimagine tunaomba, Mungu anatuambia mmeshapata. Amen. Mpaka mtumishi alionyesha pale yuko kwenye ofisi hiyo anaweka signature kwenye kile kitu. In the spirit. Usishangae haya mambo yanatokea. Na tujachukua muda tukapata kile kitu ambacho kinawachukua watu miaka 7, miaka 10, sisi tulipata kwa suni mwaka. Bila kuwa na requirement ambayo ilikuwa inahitajika. Kama huyo sio Mungu ni nani? Yes, ni Mungu na nguvu zake. Mungu anaweza kufanya kila kitu. Ni vile hatujaamua kumtafuta na kujua hii nguvu ya Mungu ikoje. Kwa tunaishia kuridhika na jinsi tulivyo. Mtu anaridhika na duka lilokuwa nalo moja. Mtu anaridhika na shamba lake la eka moja. Mtu anaridhika na gari lake moja na nyumba yake aliyojenga. Lakini no. Tunataka tuone nguvu ya Mungu ikimanifesti kwako. Na Mungu anataka afanye hivyo makusudi kwa sababu anataka utukufu. Anataka sifa. Hii juzi kuna kitu tu alikuwa ametuambia na tuelekeza kufanya. Anamwambia fanyeni hivi. Fanyeni hivi. Fanyeni hivi. Mkishafanya hivi mimi nitatukuzwa. Somo ambalo nataka ulipate hapo ni mimi nitatukuzwa. Unaona hapo Mungu anatuambia fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Mwisho wa siku anataka? Yes. Sasa kwa nini unamwaibisha Mungu? Wewe umekaa na jirani yako mnafanya biashara moja, wateja wanaenda kwa jirani yako ambaye hajaokoka na wewe umeokoka. Mungu anajitolea saa ngapi utukufu? Na ni kwa sababu tu wewe, yani hapo blames usiende kumwambia Mungu kwamba Mungu mbona hujanibariki? Mungu mbona hamna wateja? Shida ni ya kwako wewe. Sio Mungu. Kwenye hii marketplace ambayo nimekwambia iko kwenye ulimwengu wa roho. Kazi yake ni kuuza na kuharibu hatima za watu. Na nimekwambia mwenye nguvu ndo anayeshinda. Kuna watu hapa ambao hatima zenu zimeibiwa. Ziko sokoni. Labda zinauzwa au zilishapata wateja. Hatima maana yake nini? Mungu alikuwa anataka uende huko. Ufanye hivi na shida yako itakuwa ni ukweli, destiny yako, vision yako. Lakini hauelewi sasa, inawezekana uko sehemu nyingine kabisa kwa sababu tayari walishakuja wenye nguvu za giza wakachukua, kwa sababu ulikuwa umelala, uelewi namna ya kuamsha nguvu ya Mungu ndani mwako, wakachukua hatima yako wakaipeleka sokoni. Siko kwenye display au imeshapata mteja. Na ukishafika hapo mwana wa Mungu utahangaika sana. Kuna namna unaweza kutoka. Kwa sababu ni hatima. Yaani ndo njia, nikisema hatima maana ndo njia Mungu anataka upite hapa. Sasa kama hii njia imeibiwa, maana yake you wonder, you keep wandering around. Utaenda huku kwa sababu huoni tena njia. Kwenye ile njia pale ndio Mungu yuko, lakini imeibiwa, haiko. Na ndo watu wengi sana sasa hizi hatima zao ziko masokoni. Lakini kwenye hii marketplace, kwenye hili soko, kuna watu ambao wanauza karama na vipawa vya watu. Nimeshasikia watu wanaibiwa karama.
Mmeshasikia? Yes. Yaani ukikaa barabara unaibiwa. Ulikuwa kabisa uko vizuri kwenye kupika keki, ulikuwa uko vizuri. Ghafla unashangaa ukichanganya ingredients, mbona keki haitokei? Ulikuwa kwenye kuimba uko vizuri kabisa. Sasa hizi unashangaa mbona sauti inatoka kama inakoroma. Ulikuwa kwenye kufundisha uko vizuri. Sasa hizi mbona kama anafundisha vitu kama vieleweki, lakini kumbe watu wameiba wakapeleka kwenye marketplace. Kwenye marketplace kunahitajika nguvu. You have power. Unaingia kwenye marketplace, unachukua hatima yako ambayo iko sokoni by fire by force, ambayo imewekwa kwenye display. Unachukua karama yako iliyoibiwa. Kuna watu ni mashuhuda hapa, mlikuwa mnafanya vitu vikubwa lakini saa hizi not anymore. Why? Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna sehemu mlizembea, adui akaja kaiba vya kwenu, kavipeleka kwenye marketplace. Nyota za watu ziko sokoni, zinauzwa. Nyota za watu. Mmesha kusikia pia watu wameibiwa nyota? Simesikia? Yes. Vibali vya watu viko kwenye marketplace. Uchawi unauzwa na kununuliwa kwenye marketplace. Maisha ya watu. Kuna watu ambao wanafanya maisha ya watu yasiyo na thamani, wako kwenye marketplace. Na hapa nazungumza kwenye marketplace ya giza. Kuna watu wanauza silaha za kukata shingo watu wasiinuke. Na maana unajaribu, kumbe tayari umeshapelekwa kwenye marketplace na umesha kukata shingo yako, huwezi na kuchomoza. Yaani kuna watu you are hard workers, kwa kweli mnafanya kazi kwa bidii, lakini matokeo hakuna. Yaani kufanya kazi kwenu na matokeo yenu vitu vile tofauti. Yaani mtu anaweza kuwa unaamka asubuhi sana, unaenda kazini, unaenda kwenye biashara, unaenda wapi, lakini hatuoni matokeo. Mwisho unaishia kuwa na madeni. Unajitahidi sana ndoa yako kufanya hivi. Mwisho wa siku hata mwenzi wako aridhiki na wewe. Kuna kitu kiko sawa, na hatutaki kuridhika sisi kama Wakristo. Tunahitaji kuchochea nguvu ya Mungu ambayo inaweza kufanya kila kitu. Nguvu ya Mungu inaweza kufanya kila kitu. Yaani usikae hapo ukasema hili la kwangu mbona mimi ni ngumu sana. Ukawaza mimi ndoa yangu mbona kama ni ngumu sana. Mbona haya madeni mimi kwangu yataisha kweli? No. Mungu nimekwambia anaweza kufanya. Mungu anaweza kufanya. Mungu anaweza kufanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwenye madeni Mungu anaweza kufanya. Amen. Yaani usitaki kufa kwa sababu ya madeni. Saizi amka tu sema okay, kumbe kuna nguvu ya Mungu. Unajua kabisa labda ulikosea, mpaka ukaingia kwenye madeni, ulikuwa hujasimama vizuri, mpaka ukajikuta uko kwenye madeni, lakini Mungu anaweza kukutoa hapo ukaanza upya. Amen. Ukiamini na ukiamua kubadilika. Amen. Njia za Mungu zinatisha sana. Sana. Amen. Kwenye marketplace mambo mema yanaonekana kuwa mabaya na mabaya yanaonekana kuwa mema. Yaani kule na ndio vitu ambavyo viko kivingana unaviona in reality. Makanisani ukisikia watu wanafundishwa kwa habari ya sadaka, wanakasirika. Ni mapando ya shetani, yani mapando ya shetani kabisa. Kufanya mambo mema yaonekane mabaya. Ameshika watu kwenye hela kiasi kwamba sadaka wao wanaona si kitu. Wakati kwenye sadaka ni sehemu mojawapo ambayo Mungu anainua watu wake. You don't lose in giving. Amen. You don't lose. Lakini watu mmeshikilia pesa na bado hatuwaoni mkiexcel pamoja na kubania pesa zenu. Kwa mambo mafundisho mema shetani anabadilisha na twist yanaonekana kama mabaya. Angalia mafundisho ya wokovu. Mtu anaweza kaja hapa na tukaita watu wakokoka na hajaokoka na hasitoki kukoka. Ni vile shetani anaamua vitu vibaya vionekane vizuri, vizuri vionekane vibaya. Angalia kwenye mitandao. Kwenye mitandao ukiangalia vitu ambavyo sio vya kumtukuza Mungu ndio viko vinachukua nafasi sana. Yaani hilo eneo shetani amelibwini sana. Mpaka anafanya na Wakristo wapotee. Angalia kwenye mitandao.
Mambo ambayo yamtukuzi Mungu ndio yamepa kipaumbele. Angalia tu kwenye peji za wasanii. Peji za wasanii followers wako milioni 10 na ngapi huko. Mkienda kuangalia sio kina Diamond, sio kina na Nandy, sio kina nani. Ma followers wako ngapi? Inawezekana hata wewe ni mmoja wao. But what are you following? Unachokifollow kule ni nini? Lakini angalia peji za watumishi wa Mungu. Angalia peji za watumishi wa Mungu zinavyo struggle. Ukipata ya 1M hapa Tanzania ni kwa shida mno. Kwa sababu gani? Wakati watumishi wa Mungu wanatoa neno la uzima, umeshawahi kujiuliza ni kwa nini? Kwa nini watu wako huko kwenye mambo ya duniani? Ukienda kwenye pages za mapishi, pages za udaku, pages za nini, ndio zimejaa watu followers kwenda juu. Lakini za mambo ya Mungu zinaenda kwa shida sana. Why? Shetani anafanya vitu vibaya vionekane vizuri, vizuri vionekane vibaya. Kwa sababu tukikuuliza kwenye zile pages unafaidika kitu gani? Amna. Utasikia tu huyu kamwacha huyu yuko na huyu na wewe uko na comment hapo mwana wa Mungu. Ukitoka hapo kilala kitandani unawaza madeni yako. Wenye madeni msinikasirikie, ni Roho Mtakatifu. Kwenye marketplace anastahili kushushwa, anastahili anashushwa cheo, asiyestahili anapandishwa cheo. Umeshawatokea watu mko makazini unasema kabisa mimi nilistahili kupandishwa cheo, lakini akapandishwa mtu mwingine. Wametwist. Na hii imetokea kwa sababu umeshindwa wewe kuactivate nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu inapita kila sehemu, nimekwambia. Kwa nini nafasi yako amepewa mtu mwingine? Uko wapi? Kwa nini umepoteza nafasi? Mungu kama kuna nguvu yake hapo, hiyo nguvu yake ni lazima ionekane. Kwa kuna namna hujaamua kuiactivate nguvu ya Mungu. Kwenye marketplace, nafsi za watu ni bidhaa. Tukiombega watu wengi, tukiombega watu nasikia hapo watu tunaita nafsi zao kwa sababu haziko tena. Shetani ameshazichukua, ameenda kuzitumia yeye. Kuna zingine ziko makaburini, kuna zingine ziko kwenye miti, zingine ziko mashambani zinalima, zingine ziko sehemu mbalimbali. Ni bidhaa zinauzwa, commodity. Zinauzwa. Kwenye marketplace mawakala wa giza wanatangaza bidhaa zao kwa nguvu mno. Hata hivi si mnaliona jamani, matangazo ya pombe. Mpaka kwenye mabillboard makubwa yale unaona pombe, unaona matangazo sio ya sexy toys, unaona matangazo ya nini tena? Bwana kama mnajifanya mjui vile. Tupeane ushirikiano. Nini? Kubeti. Exactly. Kubeti. Yaani shetani ana uwezo wa kujitangaza kweli kweli. Yaani anachukua sehemu kubwa si makasino. Unakutana na matangazo ya makasino hata kwenye mitandao. Ndio anachukua nafasi kubwa kuliko matangazo. Mawakala wa shetani wanachukua nafasi kubwa sana kutangaza hivyo vitu. Lakini sisi wanaofahamu tuko wapi? Tumelala. Kwenye marketplace kuna wezi wa vitu vya kiroho. Wanaenda kuuza bidhaa walizouza, mfano afya. Kuna watu hapa ni wagonjwa na afya zenu ziko sokoni. Mungu hakutaka mwe wagonjwa, wala hakutaka uwe na hiyo BP, hakutaka uwe na hicho kisukari, wala sio mgongo wala nini. Lakini mgongo wako halisi uko kwenye marketplace. Na wewe hujaamua kuactivate nguvu ya Mungu. Tukienda kuomba pale hakikisha unaenda kwenye marketplace. Tutajifunza hapo tena mpaka Roho Mtakatifu atakapotupeleka, lakini tukiingia kuomba hapo usiombe kwa namna ya kawaida. Kama kwenda kwenye marketplace by power. Tukienda hapo tunaenda kwa nguvu. Tayari tumeshachochea nguvu, tumeshaelewa nguvu ni nini. Tunaingiza alafu tunaenda kama Robocop. Anatoka Robocop yule. Yule alikuwa anatembea hivi anaingia tu kama Robocop. Tunaingia kwenye marketplace. Kama ni afya yako imechukuliwa, imeibiwa, huko nenda kwenye hiyo counter inayouza afya yako, beba hiyo afya yako. Kama ni biashara yako, beba hiyo biashara yako. Kama ni uchumi wako, beba huo uchumi wako. Kama ni kazi yako, nenda kwenye marketplace, beba hiyo kazi yako. Kama ni ndoa yako, mume wako, nenda kambebe kwenye marketplace. Kama ni kibali kimeibiwa, nenda kakichukue. Leo hii tutaomba hapa.
Amen. Sasa haya yote yatokii kawaida, unahitaji nguvu ya Mungu. Power of God. Kwenye marketplace kuna watu fulani wa dunia wanatumia matatizo ya watu kutengeneza faida. They take advantage of you and your problems. Unajikuta unalipa hela lakini hakuna chochote unachokipata. Sehemu mbalimbali tu. Sehemu mbalimbali unaweza ukalipa hela ukakwambia yani hili tatizo litaisha tu ndani ya mwezi mmoja. Mwezi mmoja ukiisha uko pale pale. Mwambie ongeza hela nyingine, ngoja tujaribu mwezi wa pili. Mwezi wa pili uko pale pale. Na maana unahitaji nguvu ya Mungu ikusaidie kujua sehemu sahihi ya kwenda, kitu sahihi cha kufanya, wakati sahihi wa kufanya, nifanye nini. Hizo nguvu za Mungu inaweza kufanya yoyote. Saizi niende wapi? Nifanye nini? Nishike kitu gani? Nguvu ya Mungu. Kwenye huduma, watumishi wa Mungu, makanisani tunahitaji nguvu ya Mungu. Amen. Bila nguvu ya Mungu hakuna kitu kinawezekana. Hakuna. Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tuangalie maandiko. Ufunuo 18, 11 na 13. Tusome kwa utaratibu vizuri kabisa. Ukiwa na upako. Ufunuo sura 18 mstari wa 11 kwa 13. Hiyo mic yako lakini iko vizuri. Na wafanya biashara wa nchi walia na kumombolezea kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Bidhaa ya dhahabu. Huko ni kwenye marketplace sasa, hapa tumesoma kwenye soko. Bidhaa ya dhahabu na fedha na kito chenye thamani na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha marimari. Twende. Na mdalasini na iliki na uvumba na marhamu na ubani na mbinyo na mafuta ya mzeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Hii sehemu ya mwisho kama unaweza pigia mstari. Miili na roho za wanadamu. Hivi vitu vyote navyo viko kwenye marketplace. Mwili na roho navyo viko kwenye marketplace, viko sokoni, vinauzwa ili watu wapate faida. Ezekiel 13:18. Ezekiel sura 13 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, Twende. Useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Wawinde. Unaweza kupigia mstari neno wawinde kama una Biblia yako hapo, unaweza ku-highlight kama unasoma Biblia ya kwenye simu. Ili wawinde. Ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Kumbe kuna watu ambao wanawinda roho za watu ili wazipeleke kwenye marketplace. Wako. Ndio maana neno nasema shetani yuko anatafuta mtu. Yeye yuko anazunguka tu kama simba. Anatafuta mtu ili ameze. Kwa anatafuta bidhaa ya kupeleka kwenye soko. Including your spirit. Including your soul. Nafsi yako. Matendo ya Mitume 16:16. Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 16. Utaendelea mpaka 10 na endelea nitakwambia. Matendo ya Mitume 16 anzia mstari wa 16. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta. Unaona? Huyu ni Paulo, huyu alikuwa na Sila huyo. Anasema kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta. Manake huyu alikuwa anatumia nguvu za giza. Sisi tunazungumza kwa habari ya nguvu za Mungu. Lakini huyu alikuwa anatumia nguvu za giza. Alikuwa anafanyaje? Endelea tusoma. Aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Kwa hiyo alikuwa anatumia mapepo ya uaguzi, alafu wale mabwana zake wanapata faida. Ndio kusema ni kama waganga wa kienyeji. Ni waganga
ni waganga wa kienyeji. Kwa ana roho za utambuzi, yuko gizani. Lakini kuna watu ambao hata hapa wako, kuna watu ambao mnaenda kwenye sehemu kama za wasoma nyota, mnafikiri ni kawaida, lakini zile sehemu sio, hazina utukufu wa Mungu. Sio kwenye ufalme wa nuru, ni kwenye ufalme wa giza. Hata zile nyota unazozisoma kwenye magazeti, mnazijuaga? Sio kama siku hizi bado ziko kwenye magazeti au hata kwenye mitandao, labda ziko unasoma zile kwa sababu gani? Hauna Roho Mtakatifu? Tena zile zinakwambia leo vaa nguo nyekundu, vaa pete ya kitu gani, lakini huyo spirit anayekuongoza ni roho yupi? Ni sawa sana huyu ambaye anaagua hapa ili kuwapa watu faida. Endelea mstari wa 17. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele. Huyo mwenye roho ya utambuzi akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele, akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Unaona kisha tokea hapo, yule ameenda kwanza akajifanya kama vile anawaambia watu, jamani hawa ni watu wa Mungu. Unajua kwa shetani alivyokuwa smart. Kuna namna mtu anaweza akaja kwako akaongea mambo mazuri ya Mungu, kaingia bila kujua. Kumbe unaingia sehemu ambayo sio sahihi. Amekuja kwa namna hiyo. Inawezekana na pepo wa uguzi. Sasa kama una nguvu ya Mungu ndani mwako, unapotea. Na yeye anachotaka ni ukikubali tu mara ya kwanza, ameshakupata. Amekupata. Haya mambo yanatokea wana wa Mungu. Yanatokea. Kwa sababu matches, kuna utumishi wa ukweli wapo, lakini wa uongo wako, si neno liko. Na ukiwaona hutawatambua kama una Roho Mtakatifu. Utaenda kwa sababu miujiza inatokea. Yesu anatajwa. Sala ya toba inaongozwa. Wewe ukiangalia kwa macho yako ya mwili unasema mbona wanaokokesha? Lakini kumbe sio Mungu aliye hai. Kwa kama una nguvu ya Mungu utapotea. Angalia, huyu alikuwa anataka kumpata Paulo na Sila na wenzake. Lakini Paulo kwa sababu alikuwa na nguvu ya Mungu, aliweza kugundua kwamba no, this is not the Spirit of God. Hichi kinachoongea hapa, hata kama kinaongea mambo mazuri kuhusu mimi, sio roho wa Mungu. Angalia alichofanya. Alifanyaje? Soma mstari wa 18. Mstari wa 18. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Unaona? Twende mstari wa 19. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea. Unaona? Kwa hiyo walikuwa wanapata faida kutoka kwa huyo mtu. Walipoona kwamba Paulo amemtoa yule pepo, wakafanyaje? Wakawakamata Paulo na Sila. Wakaenda kukamata Paulo na Sila. Wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Unaona hapo jinsi walivyoonewa Paulo na Sila. Lakini tutaenda kusoma huko mbele kilichotokea baada ya nguvu za Mungu kuingia. Tunajua wengi mnajua. Lakini walionewa wakapelekwa masokoni, wakapigwa, wakafanya. Kwa hivi vitu vinatokea hata kwa watu wengine makazini na sehemu mbalimbali kama ambavyo nimesema. Kwa hata kwenye kazi unahitaji nguvu ya Mungu ikusaidie, haki zako zisiibiwe. Unajua kuna mtu shetani anaweza akakuzubaisha ukaona tunapokea mshahara wako tu mzuri milioni 3, milioni 4, lakini kumbe sicho kitu ambacho una deserve kupokea. Ukifika milioni 5 kwa sababu sio watu wengi sana wanalipo hicho kiasi, unaweza ukaona kabisa kwamba hapa mimi nimefika. Lakini kumbe Mungu akiangalia anaona ungekuwa na power, ungekuwa na nguvu zangu, hiki sio kiwango ambacho unatakiwa upokee. Lakini tatizo sisi tunaridhika mno. Tunaridhika. Kuna mtu yuko na milioni yake lakini anaridhika na maisha. Hala mtafuti Mungu, wala haitaki nguvu ya Mungu. Ameridhika tu. As long as anakula,
anavaa, amesharidhika. Labda ana gari moja, ana nyumba, tayari ameridhika. Au anajenga, mwenyewe unajua jinsi ulivyojenga kwa shida. Umekopa. Unaenda hivyo mwingine umehamia kwenye kachumba kamoja, unaendelea kupiga plaster, uje na cha pili na cha tatu, lakini ndio umesharidhika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati sasa wa Kristo tunatakiwa tubadilike. Unapataje nguvu ya Mungu? Andika kichwa cha habari. Unaipataje hii nguvu ya Mungu ambayo tunaizungumza mahali hapa? Tusome Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Anasema lakini mtafanyaje? Mtafanyaje? Kila mtu aseme mtafanyaje? Akifanyaje? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Okay, twende kwenye Luka 24:49. Luka sura 24 mstari wa 49. Na tazama naletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Lakini kaeni huko mjini hata mvikwe uwezo utokao. Anasema hivi, natazama, tengeneza hiyo microphone. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi wake, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Ukisoma tafsiri ya habari njema anasema mpokee nguvu, ile nguvu itokayo juu. Anawaambia wanafunzi wake, yani msifanye chochote. Maana yake nini? Hauwezi kuendea jambo lolote bila kuwa na nguvu. Hii nguvu tunayozungumzia hapa, jambo lolote lile huwezi kuliendea kama hauna hii nguvu. Ndio maana anawaambia msifanye chochote wala msiondoke, msifanye lolote mpaka hii nguvu iwajie. Nguvu gani? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:37 mpaka 40. Matendo ya Mitume sura ya 2 37 mpaka 40. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 mpaka 40. Amina. Sura 37 mpaka 40. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Hapa mnakumbuka sasa, hapa ni tayari Roho Mtakatifu amewashukia ile siku ya Pentecoste. Watu wakaanza kushangaa, what is happening? Petro akaanza kuelezea kilichotokea, akaanza kuelezea mpaka na Yesu. Watu wakasikia, wakachomwa ndani ya mioyo yao. Rudia tena kusoma. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Wanamwambia sasa tufanyeje? Maana yake sasa ndio imeshatokea, tufanyeje? Maana yake tufanyeje ili tuweze kupona? Petro akamwambiaje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hapa tunamzungumzia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye master wa kutusaidia sisi kupata nguvu za Mungu. Na huyu Roho Mtakatifu kwanza ili umpate lazima uokoke. Lazima uokoke. Ndio maana Petro anamwambia hapa, tubuni kwanza. Mkisha tubu, batizweni, nendeni mkabatizwe. Tafuta sehemu kanisa, kama ni kanisani kwako au wapi, nenda kabatizwa. Kubatizwa sio swala la fashion au ni swala tu unalisikia tu. Nenda, kuna masomo ya kubatizwa tulifundisha tulipobatiza kule Mwanza, nafikiri kama mwezi umepita hivi. Kama uelewe kuhusu batizo, kasikiliza, lakini unahitajika kubatizwa. Amen. Nazungumzia ubatizo wa maji mengi. Ndio kama unabatizwa wakati uko mtoto, usiokaletea picha yako wakati uko pale umebatizwa. Tunazungumzia ubatizo wa maji mengi, wa kuzamishwa. Twende, rudia mstari wa 38. Mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 39. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. 40 maliza. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema,
Jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Jiokoeni, unaona mwisho wa siku asema jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Maana Roho Mtakatifu akishaingia ndani mwako, yeye ndio kila kitu. Yaani unamhitaji Roho Mtakatifu. Unahitaji nguvu ya Mungu, unamhitaji Roho Mtakatifu. Hatua ya kwanza kumpata Roho Mtakatifu, okoka kwanza. Roho Mtakatifu akae ndani ya mtu ambaye hajaokoka. Roho Mtakatifu yuko na position nyingi tu, ana position nyingi. Position akiwa huko nje, position akiingia ndani mwako, akiwa juu yako. Hizo zote ni position na zina kazi tofauti. Sasa unamhitaji Roho Mtakatifu na hatua ya kwanza ni kuokoka. Roho Mtakatifu akishaingia kwako utapokea power kama ambavyo tumesoma. Tusomee tena Matendo ya Mitume 1:8. Na Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Yes. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Wayahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Tukiingia kuomba hapa leo, tutaanza na sala ya toba wote. Hii sala ya toba tukienda kuomba hapa, hakikisha unaomba kwa kumaanisha. Inawezekana kabisa umeshawahi kuomba. Alafu tutaachilia nguvu za Roho Mtakatifu ziingie ndani mwako. Sema nanyi mtapokea nguvu. Akifanyaje? Tutaomba hapa Roho Mtakatifu aingie ndani mwako, nguvu zijae. Na wakati tunaomba hapa jiachie, yani hii ni siku yako leo. Amen. Jiachie kabisa, uhakikishe Roho Mtakatifu anaingia ndani mwako. Maana usimshangae jirani yako wala usifungue macho. Ukifika hapa, this is your business. Amen. Akisha ingia Roho Mtakatifu ndani mwako, sasa ndo tutaenda kwenye sokoni kule kuchukua vyakoko vyote vilivyoibiwa, kila kilichoibiwa, kila tunaenda kwa power. Tayari Roho Mtakatifu yuko ndani mwetu, nguvu za Mungu ziko ndani mwetu, tunaenda kwa mamlaka. Amen. Sasa tunataka kuona watu wanaoomba, usiombe kizembezembe. Haleluya. Labda kama hujaibiwa au hujaibiwa chochote. Umeiba nini? Kibali, nani? Uchumi, afya. Wewe umekuibia vingi, na kingine nini? Vimeisha. Wewe umekuibia nini? Wameiba ndoa. Leo nenda kule kamchukue huyo mume wako. Sio ameshanunuliwa au bado yuko kwenye frame anauza. Amenunuliwa? Bado. Leo unaenda kumchukua. Yaani kabisa tena unasema wewe ni wa kwangu by the power. Amen. Nakurudisha. Amen. Mwingine nani ameibiwa? Wewe umeibiwa nini? Uchumi. Afya. Ndoa. Hivi vitu inaelekea shetani na vinda sana. Na nini cha mwisho? Kibali. Vimeisha. Nyota. Sasa leo ukienda pale mimi nikwambie. Ndio. Ukiingia sokoni sema nimeingia. Unaitwa nani? Cecilia. Nimeingia Cecilia. Kama kuna mfanya biashara yoyote kwenye frame yoyote, maana hapa tuna imagine frame zimejipanga ziko nyingi. Ndio. Inawezekana bibi yako ndo ameiba kibali, ana frame yake na yeye hapo. Shangazi yako ameiba nyota, ana frame yake. Jirani uliokuwa unakaa naye ameiba nini kingine ameiba? Kibali. Sasa ukiingia unasema Cecilia nimeingia. Yaani tunataka tuone watu wakiwa wanaomba hivyo leo. Yeyote ninatangaza, yeyote aliyeiba, unataja vitu vyako vyote, arudishe mwenyewe kabla sijapita. Amen. Amen. By power. Hapo unajua unaenda ni watu tofauti, sio wewe tena. Amen. Yaani nenda hivyo. Yaani mpaka unatoka hapa leo wamerudisha vyote na utakuja kushuhudia. Yes. Mwingine nani ameibiwa nini? Mimi nimeibiwa mtoto. Mtoto wangu ameuawa. Sasa nampataje? Nafanya watu wetu. Roho Mtakatifu anakuongoza. Pale umeibiwa nini? Umeibiwa? Nimeibiwa kazi na kibali. Kazi haipo sasa hizi. Yaani nenda sokoni, sio inauzwa au simeshapata mtu. Lakini hata kama imepata mtu unaenda, yani kama mmeiuza ninakuja kwa wewe ule nunua kazi yangu, ninaichukua by the power of God. Yaani usahau kusema by the power. By the power. Yaani useme power, sema power. Yaani hiyo power itoke na nguvu hivyo hivyo. Amen. Aim to practice by power. Good. Au tuseme Kiswahili. Kiingereza ndio inanoga. Nisema nguvu, nguvu unashinda kukandamiza. Eti. Yaani unatuma yani kama vile yani mtu ashtuke. Amina. Amen. Hata kama hujui Kiingereza wewe mjaribu. Power. Good. Umesema umeibiwa?
kazi. Awe tayari. Kuna mwingine ameibiwa kitu cha tofauti. Yule pale. Yule mchumba au nani tena? Nimeibiwa macho ya rohoni. Ulikuwa nayo yakaibiwa? Ndio. Nimeibiwa kazi kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni za utalii, lakini sasa hivi sina kazi yoyote. Haya. Utaingia macho yako kwanza yanatumika. Macho kwanza kupata wateja ni rahisi sana. Unajua sehemu nyingine ukienda bidhaa zinakuwa adimu. Macho ya rohoni ni bidhaa adimu. Kwa hiyo ikiweka kwenye marketplace, mtu anaweza akachukua tu saa hiyo. Tena kwa bei ghali kabisa. Kwa hiyo tukiingia kuomba hapa hakikisha unaomba. Tena sio wewe, kuna watu wengine mmeibiwa masikio ya rohoni. Mlikuwa mnamsikia Mungu akizungumza na nyinyi. Not anymore. Wengine mpaka ndoto. Hiyo ndoto ni Mungu anazungumza na nyinyi, lakini kwa nini hamuoti saa hizi? Why? Ukiingia hapa leo, fungua lango lako la ndoto. Kama ni masikio yako ya rohoni yameibiwa hapa leo, macho, yani hapa leo tunataka tuone watu wakiomba. Amen. Kesho kuna kipengele kingine cha hili somo, lakini leo kuna sehemu tutaishia ili tukuachie muda mrefu sana wa kuomba ili leo tu ukaanze kuatibua huko aliko. Amen. Amen. Kuna mwingine nani ameibiwa kitu cha tofauti? Aya, huyo wa mwisho. Ngozi ya sura yangu, nafsi yangu, mara nyingi naona niko kijijini na hatima ya maisha yangu. Kwani ngozi imefanyaje? Yaani na kama mnavyoniona. Huko mbali sikundi. Umetokea na vipele? Leo nenda kachukue ngozi yako. Kwa hiyo amechukua ngozi yako ilikuwa soft? Ndio. Kwa hiyo umechukua ngozi yako soft wakaipeleka huko. Wakakuwekea wewe ngozi ya vipele. Yaani leo ukiingia kwenye marketplace, nenda buy what? Nenda kachukue ngozi yako. Na nini tena? Nafsi yangu. Mara nyingi naona niko kijijini. Anza na nafsi kabla ya ngozi. Baki hiyo ndio kila kitu. Inawezekana ukirudisha nafsi na ngozi inarudi. Amen. Nafsi huwa wanazilinda mno. Ndio maana mtu mwingine unajiona unafanya vitu, unajiona wewe mwenyewe kama sio mimi huyu. Kumbe sio nafsi yako iko sehemu nyingine kabisa. Au unaota, unaota unalima, unajiota uko makaburini. Jua kabisa hiyo ni syndicate, ni indication kwamba Mungu anakuambia nafsi yako haipo, na nafsi ni kitu muhimu sana. Sitaki kuingia huko kwenye nafsi, lakini nafsi ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu. Wala wanyama wanaga nafsi. Ndio maana wako tu. Nafsi iko kwa mwanadamu tu na ina kazi maalum. Ina kazi maalum mno. Kwa nafsi yako ikiibiwa, manake sio wewe tena. Yani it's not you operating. Sasa kama una uhakika kama nafsi yako ipo, ni bora ukiingia hapo wewe sema, yani kama na nafsi yangu mmeiba. Waambie hivi, yani kama nafsi yangu mmeiba, sina uhakika lakini kama mmeiba na nafsi yangu, ninawajia leo by the Amen. Yesu asifiwe sana. Namba 2, huyo Roho Mtakatifu unamhitaji sana. Kwa hiyo leo tukiomba hapa Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu, yani hakikisha unampokea Roho Mtakatifu anaingia ndani mwako na ataingia. Amen. Leo mtamwona Roho Mtakatifu hapa. Amen. Kuna watu wengine mlikuwa mjui kunena, mtanena leo. Amen. Amen. Namba 2, unahitaji kuwa na imani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huyo ndo master. Yani nikisema master maana yake yeye ndo unamhitaji haswa. Na hivi vingine vinafuata. Unahitaji kuwa na imani. Waebrania 1:3 tusome. Waebrania sura 11 mstari wa 3. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kumbe ni kwa imani. Kumbe lile jua, mwezi, dunia, vyote viliumbwa kwa neno la Mungu kwa imani. Kwa ili wewe uweze kupata nguvu ya Mungu unahitaji kuwa na imani. You need faith. Ukiwa na imani unaweza kuponya watu. Sababu unaenda na imani, unaamini, yani unaamini kwamba Mungu yuko na anafanya. Kwa hiyo akitokea mtu hapo ana wheelchair, kwa imani unaweza kumwinua. Imani. Yani ni imani. Imani ndio nguvu ya Mungu. Imani kisha tokea tu, hamna kitu kinatokea. Kwa nguvu ya Mungu inakuwa activated ukiwa na imani. Na ukiwa na imani utafanya kila kitu.
Ukiwa na imani, you will move mountains. Amen. Ukiwa na imani, utamiliki vitu ambavyo hata kwa namna ya kawaida hauwezi kumiliki. Maana ni power of God. In faith. Unaweza tu kaenda sehemu kakanyangu akisema napataka hapa. Hapa ni pa kwangu. Na una imani kweli kweli na Mungu. Unajua Mungu anakupa. Amen. Na hiyo ndio nguvu ya Mungu. Amen. Kwa maana yake Mungu akikupa, tayari Mungu atatukuzwa, si ndio? Amen. Kuna kitu ametufundisha baba juzi. Akisema baba anasema Mungu. Kuna sehemu tulienda tukasema hii sehemu hebu tuje tuombe ili tuipate iwe ya kwetu. Tukaambiana basi tuchukue udongo. Haya tukabeba udongo. Tumefika nyumbani Mungu akatuambia hivi. Mnafikiri kubeba udongo tu na kusema hapa napata amani? Mnahitaji kuingia kuomba kwa imani. Unajua mpaka anasema hivyo maana yake ni kitu kinawezekana. Amen. Lakini ni vile kwa sababu sisi ni wazembe, wavivu, hatutaki maarifa. Imagine Mungu mwenyewe anasema hivyo. Maana yake tukiingia kuomba na ule udongo tukaushika tukauombea kwa siku kadhaa, tukafunga, tukatoa sadaka na tukawa na imani na ile sehemu, tunaipata. Amen. Na ni sehemu ambayo inaonekana kabisa kupata sio rahisi. Nini? Kuna sehemu ulikuwa unaitamani? Nenda. Si umeshapata neno? Nenda. Tena sasa ukienda nenda by the power of God. Alafu nenda kaombe. Mungu anakupa. Yaani ukishakuwa na hiyo mentality, wala utawaza eti kumiliki gari sima V8. Yaani utaona ni kitu cha kawaida. Unajua kuna mtu mwingine anaona yaani hiyo mimi sio sehemu yangu. Lakini kumbe ni kitu cha kawaida unajua. Ni vile tujiamua kuactivate nguvu ya Mungu ndani mwetu. Mungu anaweza kufanya chochote kile ukiwa na imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa imani, nguvu ya imani ni muhimu sana. Dada unajitahidi kuandika wow. Mpaka na highlighter unayo. Lakini usiishie kuandika. Ukapitie usome tena. Amen. Anaandika vizuri. Ona. Wow. Mpigieni makofi. Wengine naona mnaficha ficha. As long as nyinyi wenyewe mnaelewa haya. Wewe mwenyewe ukisema si unaelewa. Lakini ukiandika usiandikie mwenyewe, andike na watoto wako. Andika vizuri. Mtu akisoma anafurahi, anasoma neno anaelewa. Yaani asitoe tu na mstari. Amen. Amen. Kwa unahitaji kuwa na imani. Wakorintho wa kwanza 13:2. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 2. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote. Wakorintho ngapi nimekuambia? Wakorintho wa kwanza sura 13. Acha basi. Soma Warumi 10:17. Tunaipataje imani? Warumi sura 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Umesikia imani chanzo chake ni nini? Kusikia. Na kusikia huja kwa neno. Sasa ili uweze kupata imani, kuwa mtu wa neno. Yaani neno likiingia ndani mwako ndio linakupa imani. Ukiwa na imani utaendea kitu chochote hata kama unaona ni kigumu. Kwa nini? Una imani. Unayo imani, yani kwamba hapa mimi naenda, nina imani kwamba Mungu yuko. Nimemsoma kwenye neno, alifanya hiki, alifanya kile, alifanya kile, alifanya kile. Kwa hiyo unapoendelea kusoma neno, maana yake imani yako inakuwa. Na imani ndio kitu unachokihitaji kwenye maisha yako. Amen. Kusoma neno la Mungu sana. Lakini jambo lingine, yako mambo mengi nitakutajia tu leo matatu. Utii ulifanya Mungu aondoke kwa Sauli. Utii tu ulifanya Mungu aondoke kwa Sauli. Hakuwa tena upande wake. Kwa Sauli akabaki powerless. Ana tena nguvu ya Mungu. Mungu hayuko tena upande wake. Lakini kwa sababu tu Mungu alimwambia fanya hivi, yeye akafanya hivi. Sasa kitu ambacho Mungu anataka ufanye, fanya. Ukikosa utii, manake Mungu anasema huyu ananidharau. Na kwa nini afanye kazi na mtu anayemdharau? Amen.
Andika haraka kwa nini unahitaji nguvu ya Mungu. Tutakupa leo jambo angalau moja, kesho tutaendelea. Kwa nini unahitaji nguvu ya Mungu kwenye maisha yako? Ingawa hapo hivyo ndivyo visema huko nyuma, unaweza ukatengeneza mwenyewe nosi vizuri kabisa ukapata mambo mengi sana. Kwa nini unahitaji nguvu ya Mungu? Namba 1, unahitaji nguvu ya Mungu kupigana na adui unaopingana na destiny yako. As long as you are living, mwana wa Mungu, kama wewe uko unaishi, una maadui. Kuna mtu ambaye ana adui. Na adui yako mkubwa na namba 1 ni shetani. Na nia yake hasa ni destiny yako. Ndio maana nimekwambia kwenye marketplace kuna destiny za watu, hatima za watu zimewekwa kule, zimeibiwa. Kwa hiyo unahitaji nguvu ya Mungu ili upigane na adui unaopingana na destiny yako. Siku moja dada Rose ulituambia, msimama hapo tuambie. Ulituambia kuna mishale, unaona mishale. Hebu niletea microphone. Nataka uzungumzie hapo watu wapate picha. Kuna mishale unaona inakuja mingi. Inakuwa inatoka sehemu mbalimbali. Alafu haikupati. Ndio ulisema hivyo? Washuhudie watu. Kwenye eneo la maombi, mara nyingi ukiwa kama intercessor unakuwa na macho roho na masikio vinakuwa viko alive, lakini lazima ufunge sana na kuomba sana kwa uwe alive in the spirit. Sasa mara nyingi ninapokuwa hivyo alive in the spirit nakuwa na pambana kiroho. Kwa hiyo vita za kiroho unakuta muda mwingine Mungu amenipa assignment ya kwenda kuzimu, unakuta Mungu amenipa assignment ya kwenda anga la 7. Sasa unapopambana unakuwa unaona mishale inakuja kwako. Unaona lakini haikugusi. Inakuja alafu inafanyaje? Inakuja yani ni kama ina repel. Inakuja haikugusi, ina repel, inatoka. Uzungumze na Kiswahili maana kuna wengine waelewe kurepel ni kufanyaje? Kiswahili sasa hapo mtumishi. Yani haifiki, inarudi unaiona lakini inarudi ilikotoka. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya nguvu ya Mungu. Kwa sababu kama unaishi una vita. Yaani usidanganye kwamba una vita. Unayo. Yaani inawezekana tu vita yako tayari wameshakuweka sio kwenye shimo la ngapi, wanaona huyu kuja tumwachie yani huyu tumeshamweza. Lakini tayari wamekupata. Kuna siku ukasema kuna mshale mmoja ulikupata. Msema hapo. Na ulisema ni kwa sababu ulishindwa kumtii Mungu, sio alikwambia ufanyaje. Alikwambia si utumike, ufanyaje, ulikuwa unakataa, afu mshale ukakupata. Mzungumza hapo. Yes. Kwenye vita ya kiroho utii ni kitu kikubwa sana. Yaani mimi nataka usifundishe. Zungumza wewe ushuhuda wako. Ushuhuda wangu hapo kwenye utii. Kuna kitu Mungu aliniambia, disobey. Kwa baada ya kudisobey uwezo wangu wa kiroho ukashuka kabisa. Hivyo ulivyoshuka naendelea kupambana kiroho bila mimi mwenyewe kujua ule uwezo umeshafanya nini? Umeshashuka. Sasa siku moja engage vita. Nilivyo engage vita mshale ukanipata. Zamani ilikuwa hainipati, lakini hivyo engage vita mshale ukanipata. Ulivyonipata nikajiuliza kwa nini leo yani nimepigwa? Roho Mtakatifu akanipa mstari uko natoka kitabu cha Wakorintho. Akaniambia kwa sababu umeshindwa kutii. Kuna eneo fulani umeshindwa kutii. Yes, umeona kwa mshale wa kurepel. Sasa hivi ni risasi zina repel. Okay. Amen. Umeona hichi ni kitu kiko live sana. Piga makofi. Huyu ni mwanadamu kama mwingine. Kwani yuko special sana? Yuko kama wewe. Lakini kwa nini ana uwezo wa kujua hayo yote, kujua hapa saizi kuna mishale inakuja? Unajua kuna mtu mwingine anasema hivyo vitu ni vya watumishi wa Mungu au kuna watu maalum, lakini Mungu anazungumza na kila mtu. Na ukiwa na Roho Mtakatifu atakwambia kabisa kuna kitu kinakuja. Kuna mtu ametoa ushuhuda hapa akasema sio aliambiwa amke saa 6, sio saa ngapi aombe. Wewe ni Roho Mtakatifu. Maana yake ameona kabisa kuna mshale unatumwa kwako, anakuamsha. Kila mtu amepitia hivi vitu. Saa nyingine umelala tu unashangaa unaota unapigana, unashtuka. Au saa nyingine ulikuwa hujapanga hata kuamka unashangaa unashtuka, afu unajikuta tu uko na maombi. Maana yake ni kama Roho Mtakatifu anakuambia kuna vita. Amen. Kwa unatakiwa kuwa alive. Unatakiwa kuwa sensitive. Wala usione kwamba haya mambo ni ya watu fulani special. No.
Mungu anazungumza na kila mtu. Point nitaka uipate hapo ni kwamba kuna wakati alishindwa kuobey, kumtii Mungu, alafu mshale ukampata. Na ndio hivyo. Mungu anakuambia fanya hivi. Mungu anakuambia fanya hivi. Toa kiasi hiki sadaka, peleka sadaka pale na pale na pale. Wewe unavifinyinia vyote. Mungu anasema kwa hiyo unanidharau. Kuja niondoke. Unakosa kuwa na nguvu ya Mungu. Amen. Sasa huwezi kushinda nguvu ya adui kama huna nguvu ya Mungu. Huwezi kushinda wachawi, huwezi kushinda hiyo mizimu ya kwenu inayowasumbua, mambo ya ukoo wenu yanayowafuatilia, huwezi bila nguvu za Mungu. Amen. Haleluya. Zaburi 66:3. Zaburi 66 mstari wa 3. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako, adui zako watakuja kunyenyekea mbele zako. Unasikia mstari mzuri wa kukuengage kwenye maombi leo. Mwambieni Mungu, matendo yako yanatisha kama nini. Ukiingia hata leo kumwambia Mungu, matendo yako yanatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako, adui zangu watakuja kunyenyekea mbele zangu. Zaburi ngapi? 66:3. Kwa ukiomba mwambie Mungu kama neno lako la Zaburi 66:3 linavyosema, matendo yako yanatisha kama nini, na adui zangu wote watakuja kunyenyekea mbele zangu. Ukisoma habari njema anasema maadui zangu watajikunyata kwa hofu. Sasa ukishajua kwamba Mungu anakuazia, unaogopa nini? Sasa utajikunyata kwa hofu. Amen. Tumwangalie Paulo na Sila, Matendo 16:25 na 26. Si mnakumbuka kuna sehemu tumeishia. Baada ya kuwekwa gerezani nini kilitokea? Matendo 16:25 na 26. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Acha misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka. Vifungo vya wote vikalegezwa. Umeona? Umeona jinsi nguvu za Mungu zilivyo? Zina uwezo wa kuingia kwenye chochote kile na zikafanya chochote kile. Imagine huku wanaimba, wanamsifu Mungu, wanaomba, milango ya gereza ikafunguka yenyewe. Imagine umekafu, mlango unafunguka wenyewe. Haya yote yanaweza kutokea kwako. Amen. Yanaweza. Situation gani ambayo ni ngumu kwako? Kitu gani ambacho ni kigumu kwako? Mungu anaweza kukutoa hapo. Amen. Tena hata wakati unaomba unasema kama ulivyomtoa Paulo na Sila, ninatoka kwenye ile gereza. Ninatoka kwenye ile gereza. Milango ya gereza ikatetemeke katika jina la Yesu. Milango ikafunguke. Alafu ninatoka kwenye ile gereza. Alafu toka kwenye gereza lolote alilokuweka. Kuna watu wamewekwa kwenye magereza za ulevi, uzinzi, magereza mbalimbali zimo humo. Toka kwenye hiyo magereza. Amen. By the power of God. Nataka tuangalie wa Filisti. Tutasoma hapa, msomaji atasomea haraka haraka. Wafilisti na Waisraeli ni mataifa ambayo yalikuwa kwenye vita muda mwingi sana. Ana kwa wasomaji wa Biblia utaona vita ya Wafilisti na Waisraeli ipo tu. Kwa hiyo wao walikuwa wanapiganaga kila wakati. Kwa wakimkosea Mungu, Mungu akaondoka, wanapigwa. Mungu akimrudia, Mungu akasema Mungu tunatubu, tunaomba utusamee, Mungu anawashindia, wanashinda. Yaani ndio ilikuwa hivyo. Sasa nataka tusome hapa, hii itatusaidia pia kwa siku ya leo. Samuel wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5, nitakwambia uishie wapi. Tunaenda kusoma, kwa hiyo sikiliza kwa makini kwa sababu ni kipengele kirefu hichi tunakisoma. Ili usipitwe, ujue kabisa wakati unaomba kitu gani. Samuel wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu hata nchi ikavuma. Kumbuka sanduku la agano la Bwana maana yake ni Mungu. Sasa huyo ni Mungu. Sasa wanasema Mungu alipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu hata nchi ikavuma. Twende. Na Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Ibrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika. Wakajua kwamba Mungu wao yuko pale.
Wafilisti wakaogopa. Wakafanyaje? Yaani ukiwa na nguvu ya Mungu watu watakuogopa. Wala utatumia nguvu, watakuogopa. Wafilisti waliogopa. Maana walisemaje? Maana walisema Mungu ameingia kambini. Wakasema ole wetu. Kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu. Yaani hapo wanatetemeka. Ni nani atakayechokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Historia ya Mungu wao sasa wa Israeli wanaijua kwamba aliwapiga wa Israeli kule. Na wewe sasa inatakiwa uwe hivyo. Mtu akitaka kuingia ajue kabisa huyu. Kuna mtu fulani pale kazini alikuwa anataka kumloga, kilichomtokea. Yaani hiyo historia iwepo kwako. Amen. Tutaki historia hakuna kwa waganga wa kienyeji. Kuna watu hapa mna historia hakuna kwa waganga wa kienyeji. Yaani yule usimguse. Ni mshirikina, ni mchawi, ni kigagula. Tuendelee. Mstari wa 9. Iweni hodari na kufanya kiume. Wakaamua kutiana moyo sasa Wafilisti. Iweni hodari na kufanya kiume enyi Wafilisti. Msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao. Israeli wakapigwa. Ukisoma huko nyuma utaona kwa nini Israeli walipigwa. Hichi ni kile kipindi cha Eli. Eli alikuwa kuhani, watoto wake Eli alikuwa kuhani mzuri tu wa Mungu. Kama unamkumbuka Eli ni yule ambaye Samuel alienda kukaa kwake, kama unasoma Biblia. Hana wakati anaomba kwa ajili ya mtoto alikuwa pale kwa Eli, alikuwa kuhani. Yeye ndio caretaker wa kanisa. Sasa watoto wake walikuwa ni wakorofi, wanakula sadaka za watu, wanalala na watu, wanazini na watu. Mungu alishamuonya Eli mara nyingi sana. Mpaka hata Samuel alimtumia kumuonya Eli. Kwa mwisho wa siku Mungu akamwambia nitaenda kulipiga ili taifa. Maana yake si mmeniacha. Watoto wako wameshindwa kuwakanya, wanafanya mambo ya ajabu kwangu. Kwa ndio maana wamepigwa hapa Waisraeli. Tuendelee. Tarudia. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa. Wakakimbia kila mtu hemani kwake. Wakauawa watu wengi sana. Maana katika Israeli walianguka watu 30,000 walikwenda kwa vita, wenye kwenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa. Wakalibeba. Hawajaishia kuwapiga, wakabeba na sanduku la Mungu. Hii story nzuri, nataka upate kitu hapa. Wamewapiga alafu wakaliteka nyara sanduku la Mungu. Maana yake ni kumteka nyara Mungu. Na Hofni na Finehasi wale wana wawili wa Eli wakauawa. Wale sasa watoto wa Eli waliosababisha hayo yote wakafa. Basi mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile. Hadi nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Mmoja aliponyoka akapona. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia akingojea. Maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na ule mtu alipoingia mjini akatoa habari, mji wote ukalia. Eli yeye akwenda kwenye vita kuhani. Sasa yuko anajua kabisa sanduku la Mungu alipo. Moyo wake unatetemeka kwa sababu anajua ni Mungu huyo. Sasa yule kijana alivyokuja na taarifa, amekuja mbio, amepaniki, nguo zake zimejaa mavumbi, anataka kusikia sasa kuna habari gani? Na Eli aliposikia kelele za kila kilio, akasema, manake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata miaka 98 na macho yake yamepofuka hata siweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini na leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa. Hata na wanawako wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia. Na sanduku la Mungu limetwaliwa. Sanduku la Mungu limetwaliwa. Eli akafanyaje? Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, yani alipotaja sanduku la Mungu, yani watoto yeye wala wakumuumiza. Lilipotajwa sanduku la Mungu, maana alishajua kabisa hapa mimi sina nguvu, power. Tunazungumzia nguvu ya Mungu. Tunazungumzia nguvu ya Mungu, si ndio? Aliposikia sanduku la Mungu limeondolewa, maana alijua kama mimi sina tena power. Nini kikatokea? Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma, kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa. Akafa. Maana alikuwa mzee tena mzito.
Alikuwa mzee alafu bonge. Naye alikuwa amewamua Israeli miaka 40. Twende 19. Tena mkewe huyo Finehasi, Mkewe Finehasi mtoto wa Eli. alikuwa mjamzito. Yeye alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkewe na mumewe wamekufa, akajinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli. Utukufu umeondoka katika Israeli. Manake Mungu hayuko tena na taifa la Israeli. Hakuna tena nguvu ya Mungu katika Israeli. Baada ya hapo, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkewe na mumewe. Mstari wa mwisho. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Unaona nguvu ya Mungu inapoondoka. Eli alikufa, watoto wake wawili walikufa, mkwe wake alikufa. Wote kwa siku moja. Kwa nini? Hamna tena nguvu ya Mungu ya kuwa protect. Ikabod, maana yake utukufu wa Mungu umeondoka. Tusomea hapo anzia sura ya 5. Tuone baada ya kuiba lile sanduku, baada ya kuliteka sanduku ilikuwaje. Endelea kwenye sura inayofuata. Samueli wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdod. Unasikia? Walilibeba kabisa kwa nguvu zote na furaha. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Dagoni ni mungu wao. Si unajua Wafilisti wao mungu wao sio huyu aliye hai. Wao na mungu wao anaitwa Dagon. Walikuwa na miungu mitatu mikubwa, lakini huyu Dagon alikuwa ni mungu wao mmoja mkubwa sana. Wakachukua ile sanduku wakaliweka karibu na sanamu ya Dagon ambaye ndiye mungu wao. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi. You see that? Mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagoni wakaisimamisha mahali pake tena. Umesikia hichi kitu vizuri kweli? Umesikia? Mungu hahitaji, anajipigania yeye mwenyewe. Huku taifa la Israeli sanduku lao limeibiwa, lakini mpaka kule alikoenda anajipigania. Amewekwa hapo pamoja na Dagon. Kesho yake asubuhi wanaamka wanakuta Dagon yuko chini. Nani amemwangusha? Kwa nini? Ana nguvu, afu anajipigania mwenyewe. Tuendelee. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagon ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika. Katika ovyo ovyo yani. Vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Akabaki na kiwiliwili tu. Twende. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yote aingie nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi. Akawaharibu. Hapo imagine sanduku lake tu. Akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hawa watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, ile sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu. Wakaanza kusema, kama mambo yenu haya. Mje mshike sanduku lenu. Imagine hakukuwa na wana wa Israeli hapo. Ni Mungu anajipigania mwenyewe. Maadui zake wote wanaanguka, wanamuogopa, wanakimbia. Ndio maana hiyo neno pale, yeye akiingia maadui zako wote wananyenyekea. Sasa hii nguvu ya Mungu ikiingia ndani mwako, umeshawaza kinachotokea? Utaenda kwenu kule kwenye mizimu ya kwenu, watakuogopa. Si unaye Mungu? Huyu Mungu ambaye Dagon alianguka mbele yake, sanamu ilianguka mbele yake. Wewe umeenda sasa kijijini kwenu kule Marangu, si ni wapi? Mkorombo. Sasa wengine Mkristo alafu unaenda kwa hofu, yani najifunika kwa damu ya Yesu kuanzia utosi mpaka unyayo. Nguvu yenyewe Mungu hauna. Endelea. Kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Basi wakatuma watu waende kwa kusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti. Wakasema, tulifanyeje sanduku la Mungu wa Israeli? Unaona sasa wanaanza kuambiana. Yaani inawezekana watu wameiba kwanza kitu chako, wao wenyewe waanze kudiscuss. Hichi kitu moto unatula. Huyu mume huyu moto unatula.
tufanyeje tumrudishe huyu mume wa watu watumtaki? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli inalihamishwa liende Gati. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli, wakapeleka mji mwingine. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo. Unaona? Yaani wamelihamisha, mfano watoe Arusha walipeleke Moshi. Lilipofika Moshi tu, Mungu akaanza tena mambo yake. Kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Wakalihamisha tena sanduku la Mungu. Hakuna mtu analitaka. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekroni, watu wa Ekroni walifanya kelele wakasema, wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu, hata kutua sisi na watu wetu. Jamani. Jamani, tunakufa sisi, tunakufa. Yaani atakiwa na wewe ukikuona wapige kelele. Yaani wameona tu umeamka kwenye kitanda hivyo, sema saa 9 unaingia kuomba. Jamani ameamka. Amen. Wakasemaje watu wa Ekroni? Kwa hiyo wakatuma watu waende kwa kusanya mashehe wote wa Filisti, wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli liende tena mahali pake. Unasikia? Yaani hapa wao wenyewe wanasema hatutaki. Ili situue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko. Na wale wasiokufa walipigwa kwa wale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Twende sura ya 6. Sura 6 mstari wa 1. Basi hilo sanduku la Bwana lilikuwamo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi 7. Muda wa miezi 7 wanapigwa tu na majipu. Nao Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi, wakasema, tulifanyeje sanduku la Bwana? Tulifanyeje sanduku la Bwana? Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Nao wakajibu, mkilirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msirudishe kitupu, lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa. Hivyo mtapona, tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake haukuondolewa kwenu. Ndipo wakauliza, na hao matoleo ya kosa yatakuwa ya namna gani? Hayo tutakayompelekea. Nao wakajibu, na yawe majipu ya dhahabu 5. Ruka poteni mstari wa 5. Twende mstari wa 6. Mstari wa 6. Mbona basi mnaifanya migumu mioyo yenu, kama vile wale wa Misri na yule Farao walipoifanya migumu mioyo yao? Hata na hao hapo walipokwisha kuwadhihaki, je, hawakuwaruhusu watu nao wakaenda zao? Basi sasa jifanyizieni gari jipya. Wanaambiana sasa, jifanyizieni gari jipya. Mtwae na ng'ombe wake wawili. Wakamwao ambao hawajafungwa nila. Nanyi mkawafunge hao ng'ombe garini na kuondoa ndama zao na kuwatia zizini. Kisha litwaeni hilo sanduku la Bwana na kuliweka juu ya gari, na hivyo vitu vya dhahabu mtakavyompelekea kwa matoleo ya kosa, vitie katika kasha kando yake, mkalipeleke sanduku lipate kwenda. Unaona wanachopanga kufanya? Hakuna mtu ambaye yuko tayari kulibeba lile sanduku alirudishi. Kwa hiyo wanasemaje? Tukachukue ng'ombe au ng'ombe tuwawekee hilo sanduku, tuwapandishie hilo sanduku, tuwaweke huko na dhahabu. Alafu nini kinaendelea? Kisha angalieni, likikwea kwa njia mpakani mwake kwenda Beth-Shemesh, basi ndiye aliyetutenda uovu mkuu. La sivyo, ndipo utakapojua kwamba si mkono wake uliotupiga, ilikuwa ni ajali iliyotupata. Basi watu wale walifanya hivyo, wakatoa ng'ombe wawili wakamwao, wakawafunga garini, na ndama zao wakawafunga zizini. Kisha wakaliweka sanduku la Bwana juu ya gari, pamoja na kasha lenye panya wa dhahabu na sanamu za majipu yao. Na hao ng'ombe wakashika njia moja kwa moja kwenda Beth-Shemesh. Unaona, ng'ombe wanatembea wenyewe, wanajua wanakoenda. Imagine sanduku la Mungu, useme ni Mungu. Kwa Mungu anachukua direction yeye mwenyewe. Imagine ni ng'ombe hao. Wakaiandama njia ya barabara, wakaenda wakilia, lakini hawakugeukia upande wa kuume wala wa kushoto. Na mashehe wa Filisti wakawafuata hata kufikia mpaka wa Beth-Shemesh. Wanawafuata nyuma waone wanaenda wapi. Na watu wa Beth-Shemesh walikuwa wakivuna ngano yao bondeni. Wakainua macho yao, wakaliona sanduku, wakafurahi sana kuliona. Limerudi kwao. Muona Mungu amejirudisha mwenyewe. Amerudi mwenyewe bila nguvu, bila nini. Wewe kwako hichi kimekupa kutafakari kitu gani? Kwamba kinaweza kurudi. Yaani ukiamua tu nguvu ya Mungu ikae ndani mwako. Fanya kama ile sanduku la Mungu na nguvu ya Mungu ingie ndani mwako. Vitu vyako vinarudi kirahisi tu. Vyenyewe. Kama sanduku limerudi lenyewe.
tena hawalitaki. Kila mtu anasema litoeni. Hebu tuendelee mbele kidogo. Mstari wa ngapi? Msomaji, mkuu shapa. Mstari wa 14. Na lile gari likaingia katika konde la Yoshua wa Beth-Shemesh na kusimama pale palipokuwa hapo jiwe kubwa. Basi wakaipasua miti ya lile gari, wakatoa wale ng'ombe kuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Nao Walawi walilishusha sanduku la Bwana na lile kasha lililokuwa pamoja nalo lenye vitu vya dhahabu. Wakaviweka juu ya lile jiwe kubwa, na watu wa Beth-Shemesh wakatoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja dhabihu siku hiyo hiyo kwa Bwana. Wakachinja na dhabihu siku hiyo ya Bwana. Unaona kwanza umuhimu wa sadaka. Watu ambao mnakuwa na mioyo migumu ya kutoa sadaka. Sadaka ni muhimu sana. Yaani hapo usiishie tu kuomba na kurudisha alafu uondoke hivi. Toa sadaka. Sadaka ina nguvu. Mtumishi wa Mungu ambaye anadai kukufundisha kwa habari ya sadaka na kupenda. Kwa sababu wengi sana waga wafundishi kwa sababu mnawasema mnafikiri wanataka hela. Lakini watu tunawaambia acha kutoa sadaka. Uone kama watumishi wa Mungu hawatakula, hawatavaa, kazi za Mungu hazitaenda. Lakini unapofundishwa kwa habari ya kutoa, that is love. Endelea. Mstari wa 16. Na hao mashehe 5 wa Wafilisti hapo walipokwisha kuyaona hayo, walirejea Ekroni siku hiyo hiyo. Hii ndio hesabu ya yale majibu. Hapo acha. Hem, twende sura inayofuata tumalizie. Samueli wa kwanza sura 7. Kuanzia mstari wa kwanza. Na hao watu wa Kiriath-Yearimu wakaja wakalichukua sanduku la Bwana. Wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadab huko kilimani. Nao wakamtenga Eleazari mwanawe ili alilinde sanduku la Bwana. Huyu Mwisraeli sasa Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriath-Yearimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu, anawaambia ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleni mbali miungu migeni, nao Maashtoresi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Unaona? Hili ni jambo lingine la muhimu sana kwako. Unataka nguvu ya Mungu ndani mwako. Hakikisha unatubu kama ambavyo tumekufundisha. Lakini kama una miungu mingine yote achana nayo. Sio ni waganga wa kienyeji, sio wasoma nyota, nani achana nao. Ndivyo Samuel alivyowashauri hapa. Ndipo wana wa Israeli wakaiondoa Mabaali na Maashtoresi, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile, wakasema huko, tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hata Wafilisti waliposikia kwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Sio unajua watawashinda tena kama wakati ule. Na wana wa Israeli waliposikia wakaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwanakondoo mchanga. Sadaka hiyo. Akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamwitikia. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, nini kilitokea? Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Yaani Samueli anatoa sadaka, jeshi la Wafilisti linaenda. Nini kikatokea? Lakini Bwana akapiga ngurumo. Bwana akaachilia ngurumo. Mshindo mkubwa sana. Juu ya Wafilisti siku ile. Akawafadhaisha. Nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Mmeelewa hicho kitu kilichotokea? Mmeelewa hicho kitu? Yaani huko Samuel yuko katika kutoa sadaka. Waisraeli wameshagundua wamekosa, wamerudi wanaomba tuombe msamaha. Samuel yuko anatoa sadaka. Waisraeli wanakuja mbele, Mungu anapokea ile sadaka, akaachilia ngurumo kubwa, wakafadhaika, wakafa wote. Amen. Mungu anaweza kufanya hayo yote ukiamua, wewe mwenyewe ukiamua. Nao maadui wanokutesa wote wakaangamia. Tumepata prayer point nyingine. Mungu afadhaishe, achia ngurumo. Prayer point nyingine. Achia ngurumo afadhaishe.
wakimbie wenyewe. Mstari wa 11. Yes. Na watu wa Israeli wakatoka Mispa wakawafuatia Wafilisti wakawapiga hata walipofika chini ya Yordani. Sasa hapo yani wanaenda kifua mbele, yani kwamba si unajua okay, Mungu saizi yuko na sisi. Ndio naona unatakiwa utembee hivyo hivyo. Yaani ukija hapa kuomba leo, ukishajua umetengeneza mambo yako vizuri, umeshatubu, Roho Mtakatifu uko na wewe, afu nenda kifua mbele. Hao walikuwa wanaenda ndio wanajidai ni kwamba saizi Mungu yuko na sisi. Na wakawapiga. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni. Akaliita jina lake Ebenezer. Ebeneza. Mnaimbaga tu Ebeneza, wengine mlikuwa hata mjui Ebeneza maana yake nini. Mmejua sasa Kumbe ni historia baada ya Waisraeli kuwapiga Wafilisti. Samuel akanyanyua jina kaliita ndio maana yake. Akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samuel. Wow. Nao miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Israeli. Umesikia? Kilichokuwa kimeibiwa kilifanyaje? Piga makofi kama unaona neno lako. Sasa wewe kibali chako umekiacha, sura yako umeiacha, ndoa yako umeiacha, sijui afya yako umeiacha, vitu gani sijui umeviacha, virudi vyote kwa jina la Yesu leo. Amen. Amen. Soma tena huo mstari. Tusome wote. Mstari wa 14. Hiyo sauti kweli itarudisha vitu kule kwenye marketplace. Twende kwa sauti kabisa ya power. Nayo miji ya Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Israeli. Tokea Ekroni mpaka Gadasi, na Waisraeli wakapokoa mpaka wake mkononi mwa Wafilisti. Wow. Tena kulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamoni. Wow. Nani amepata neno zuri kabisa hili? Wewe sio mtu wa kawaida. Ukiamua tu nguvu ya Mungu ifanye kazi ndani mwako. Amen. Ngoja tuishie hapa, kesho tutaendelea tena na mambo mazuri kabisa. Tuishie hapa ili tuingie kuomba. Amen. Umeelewa jinsi ya kuomba? Tukiingia hapa kuomba usiombe kwa namna ya kawaida. Amen. Haleluya. Haleluya. Wangapi wameelewa vizuri kabisa na wanajua kitu wanachoenda kuomba? Na usiondoke. Unajua shetani naye ana mbinu nyingi. Mwingine unaanza kuwaza hapa, mimi jamani sijamwaga baba watoto, sijamwaga. Ni shetani tu hataki leo urudishe vitu vyako. Amen. Usiondoke. Yaani hata kama unaona giza likiingia, usiondoke mpaka tunasema amina. Amen. Mungu awabariki. Amen. Ndiye Bwana Yesu makofi mazuri kabisa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Najua kabisa kuna kitu umekipokea na uko tayari kwa ajili ya kuomba.